Tumerejea tena baada ya kuweza kupata makala hiyo ambayo umeweza kuifuatilia hapo kwa undani. Sasa ni wakati wa kuzungumza nawe kama ambavyo nilikuahidi, ambapo hapa studio tunaye mgeni. Si mwingine ni mchambuzi wetu wa masuala ya siasa za kimataifa, ni Musa Lugete, ambaye tunazungumza naye kwa uzuri kabisa na kwa urefu kuhusiana na masuala ambayo yamekuwa yakiendelea toka ile siku ya Jumamosi kati ya Marekani, Israel pamoja na Iran. Kwa hivyo mengi tumeyaona, mapambano ya hapa na pale, vita imekuwa ikiendelea na kila mmoja amekuwa akizungumza la kwake kiukweli. Kwa hivyo sasa tumeona ni vyema tukakaa na sisi pia tukaweza kupata mjadala, tuweze kujua athari zake na tunajipanga vipi ama tunaenda vipi. Karibu sana Musa. Asante sana. Habari za leo? Namshukuru Mungu. Yanayoendelea huko umesikia, Marekani, Israel pamoja na Iran. Na umeyashuhudia bila shaka katika video mbalimbali, picha mjongeo, yani pande zote. Mtazamo wako kwanza kabla ya yote hayo. Kwanza ni vita mbaya. Ni vita mbaya kwa sababu inaathiri uchumi wa dunia. Ni vita mbaya kwa sababu inaathiri diplomasia na mashirikiano ya mataifa mbalimbali. Ni vita mbaya kwa sababu ina athari kwa maisha ya watu. Ni vita mbaya kwa sababu inaathiri miundombinu. Ni vita mbaya kwa sababu inaathiri mikakati, mifumo ya usafirishaji, mifumo ya anga. Leo tunavyoongea tunao Watanzania zaidi ya 3,000 wanasema walioko nchi mbalimbali za Mashariki ya Kati ambao wamekwama kuja nyumbani. Okay. Kwa hiyo sasa hatujui hii vita itakwisha lini. Kwa hiyo vita ni nzuri kama haikuhusu. Lakini vita pia ni nzuri kama uelewa wako ni mdogo wa masuala ya kiintelijensia na kiusalama. Ndio utakuwa unashangilia kwa sababu labda unaweza kuwa na upande fulani au fulani. Lakini vita ni mbaya kwa sababu eneo linalopigwa na vita ndo eneo muhimu na la kimkakati la usafirishaji wa mafuta duniani. Na uchumi wa Afrika na mataifa mengi duniani 70% wategemea mafuta. Bado umeme na gesi asilia havijachukua nafasi ya mafuta kwa 100%. Ukiangalia jiografia, taifa la Irani lina mlango bahari unaitwa the Strait of Hormuz. Ule mlango bahari uko kwenye Gulf ya Persian Gulf. Gulf ya Uajemi. Pale kuna mpaka kati ya Irani na Omani. The Strait of Hormuz. Mafuta yote, meli zote za mafuta zinapita pale. Na juzi Jumapili Iran ametangaza kufunga lile eneo. Kwa hiyo meli zote za mafuta zinazotoka Mashariki ya Kati na sehemu mbalimbali kuja Afrika zitapaswa kuzunguka kupitia Afrika Kusini kule Cape of Good Hope kuja huko. Ambapo safari ile itaongeza zaidi ya siku 30. Kama kutoka labda Saudi Arabia kuja hapa au kutoka Qatar kuja hapa ilikuwa ni siku 25 kwa meli kupitia the Strait of Hormuz pale mlango bahari wa Hormuz. Ukizunguka Afrika Kusini ongeza siku 30 kwa sababu unazunguka huko. Kwa hiyo vita ile sio nzuri. Okay, kwa hiyo tayari hapa unatueleza kabisa kwamba tayari ule mlango wa bahari umekwisha kufungwa na kama umefungwa tayari umegeuka kuwa ni silaha na pigo kwa nchi nyingine, kwa sababu unawezekana usipigwe kwa mtutu lakini ukapigwa kwa namna nyingine. Ni hatari sana. Ndio maana nasema vita ni mbaya. Hakuna mtu ambaye ni mnufaika wa vita. Labda yule alianzisha ili auze silaha. Labda yule alianzisha ili amnyongonyeze taifa lingine kwa maslahi ya kiuchumi, kiintelijensia na kimkakati. Lakini vita haijawahi kuwa nzuri, hasa vita za Mashariki ya Kati. Utakumbuka kwamba nilikuja hapa Clouds tarehe 3 mwezi wa kwanza mwaka 2020 hapa kwenye 360. Israel walifanya mashambulizi wakamuua kamanda wa Al-Quds, vikosi vya nje vya Irani, ambaye Lieutenant General Qasim Suleiman. Dunia nzima ilipiga kelele. Makundi mbalimbali yanayofungamana na Irani ya wanamgambo wa Kishia, Katabu Imam Ali kutoka Iraq, Hezbollah kutoka Lebanon, Houthi kutoka Yemen na makundi zaidi ya 120 yalifanya maangamizi makubwa sana, kulipua maeneo mbalimbali ambapo kuna mkusanyiko wa raia wa kigeni, hasa wanaotoka Ulaya na Marekani. Kwa sababu kuna mtandao mpana sana wa Irani ambao unafungamana na makundi mbalimbali ya jihadi yenye itikadi za Kishia. Kwa hiyo vita haijawahi kuwa nzuri kwa mtu yoyote. Otherwise ni mtu ambaye labda ana manufaa ya moja kwa moja, lakini vita sio nzuri. Kwa mtazamo wako, nadhani vita hii tunavyoiona pengine huenda ikachukua kipindi kifupi au tutegemee nini? Na kama ni kipindi kirefu, sasa tunakaa vipi kama mataifa mengine mbalimbali ulimwenguni yanavyoshuhudia? Tutegemee nini, athari zake kwa ukubwa kwa kiwango gani? Kwanza ni Irani akubali. Unajua Irani anacholalamika kwenye elimu ya ujasusi wa kivita, kuna kitu kinaitwa decapitation strike. Decapitation strike
ni kitendo. Ile vita inaanza tu mnawaua viongozi ili kuinyong'onyeza hiyo nchi kwenye kupanga mipango ya kushambulia, kujilinda. Kwa hiyo kilichofanyika, Irani wanasema decapitation strike ni kinyume na sheria za kivita za kimataifa, yani humanitarian laws na mkataba wa Geneva. Kwa maana ya kwamba Irani wanalalamika kwamba kuuawa kwa imamu wao Khamenei ni kinyume na sheria za kimataifa. Kwa hiyo ni Irani, kama vita, Irani ndio atakayeamua kukaa mezani, kwa sababu nimeona viongozi wa Irani hawataki kukaa mezani ili kusudi vita imalizike, kwa sababu wanataka kulipiza kisasi. Okay. Ingawa uwezekano wa kushinda vita kwao ni 20%. Sasa hii ni hatari, lakini athari zinazoweza kutokea duniani, moja ni kupanda kwa gharama za mafuta. Ambapo sasa nimeangalia New York Stock Exchange wanasema mafuta tayari yameanza kupanda, na wale madalali wa kuuza mafuta duniani wanaanza kutumia mwanya huu kujaribu kujinufaisha. Kuna yale makampuni ambayo yanasambaza mafuta duniani, wale wanaanza kujinufaisha kwa kupandisha bei. Hata sisi usishangae baada ya siku 5 hapa ukaanza kusikia mafuta yamepanda kutokana na wale makampuni na mawakala mbalimbali wa mafuta. Lakini athari nyingine ni kupanda kwa gharama za usafirishaji na mfumuko wa bei. Mafuta yanapokuwa adimu, usafiri unapanda. Ndege, treni, aina yote ya usafiri unapanda, na usafiri ukishapanda kwa sababu ya mafuta tayari, na gharama za chakula zinapanda kwa sababu ya uzalishaji unapanda. Kwa hiyo ni lazima nchi mbalimbali duniani zijipange namna ya kudhibiti mfumuko wa bei. Lakini pia serikali ni lazima zishushe kodi ya chakula ili kuwapa wananchi unafuu. Okay. Sahihi kabisa. Sahihi kabisa. Lakini athari zingine ambazo zinaweza kutokea ni athari za kidiplomasia. Tunaona dunia sasa ipo katika kitu kinachoitwa multipolar world, yani uwepo wa mataifa mbalimbali ambayo yanashindana kuwa na nguvu. Kwa hiyo tunaona kuna kambi tayari, kuna kambi mbili. Wapo watu mataifa ambayo lazima yatakuwa upande wa Irani, ambapo kuwa pamoja na Irani ni pamoja na Urusi pamoja na Uchina kama marafiki wa kimkakati. Kwa hapa Afrika, nchi kama muungano wa Sahel State ambao ni Burkina Faso, Niger na Mali, wale ni timu Urusi, timu China na timu Irani. Lakini pia kuna mataifa mengine yenyewe yanafungamana na Israel, Marekani pamoja na Umoja wa Ulaya na ushirika wao wa jeshi wa kujihami ambao ni NATO, North Atlantic Treaty Organization. Hapo kuna Kenya, kuna mataifa ya kimkakati ambayo yenyewe ni timu Marekani. Kwa hiyo kwenye kutafuta suluhu la kudumu, mataifa lazima yatangulize mustakabali wa jamii na maisha ya watu kuliko kuweka utimu mbele na itikadi kwamba mimi ni sahihi na mimi si sahihi. Okay. Sahihi kabisa. Lakini kingine ni kwa Umoja wa Mataifa sasa umepata changamoto kubwa. Juzi wamekutana kikao cha dharura, Baraza la Ulinzi na Usalama la Umoja wa Mataifa, ambalo lina wanachama 15, lakini 5 ndo wanachama wa kudumu wenye kura ya turufu, veto power, ambao ni Marekani, Uingereza, Ufaransa, China na Urusi. Sasa hali mpaka sasa hivi hawajapata suluhisho la kudumu la moja kwa moja la usitishaji wa vita. Ni kwa sababu ni lazima apatikane taifa la kwenda kumwambia Irani akubali kukaa mezani. Kwa sababu Irani yeye ndo anaona kama ameonewa. Kwa mujibu wa Irani anaona kama ameonewa. Na ndio maana analipiza mashambulizi haya. Na Israel na Marekani pamoja na mataifa mbalimbali makubwa wanasema kwamba Irani hapaswi kuendelea urutubishaji wa uranium kwa zaidi ya 50% kwa sababu ni kinyume na mkataba wa NPT. NPT ni Non-Nuclear Proliferation Treaty, ni shirika la Umoja wa Mataifa la kuzuia urutubishaji wa nuclear. Na ni kinyume na mkataba wa International Energy Atomic Agency. Kwa hiyo sasa hivi, na Irani mwenyewe alisema urutubishaji wa nuclear ni mstari mwekundu wa usalama wake, hawezi kuacha. Kwa hiyo lakini pia tukumbuke kwamba mwaka 2015 kwenye mkataba wa nuclear nchi 6 ambao ni Marekani, Uingereza, Ufaransa, China, Urusi jumlisha Ujerumani walisaini mkataba wa nuclear kumzuia Irani asiendelee kurutubisha kwa sababu si sehemu salama kutokana na sababu mbalimbali za kimkakati. Kwa hiyo hata swali ambalo limekuwa likiulizwa na wachambuzi wengi na mjadala mpana, je, kwa nini Urusi na China hawajaenda moja kwa moja kumsaidia Irani? Ni kwamba Urusi na China hawana mkataba wa kiulinzi wa kumsaidia Irani ikiwa atashambuliwa, kama ilivyo Marekani na nchi mbalimbali za Ulaya zina mkataba wa ulinzi wa NATO, North Atlantic Treaty Organization, kwamba kila mwanachama wa NATO atakayevamiwa nchi zote zitakuja. Urusi na China wana mkataba wa kibiashara na kiuchumi na Irani, sio mkataba wa kumsaidia kuingia vitani.
Lakini pia Urusi na China hawataki Irani awe na nguvu kama wao, kwa sababu wenyewe pia wamewekeza Mashariki ya Kati. Lakini kingine, Urusi na China hawataki kuingia mgogoro wa moja kwa moja na Israeli, kwa sababu Israeli ana nguvu kubwa kwenye Umoja wa Ulaya. Ukiangalia mfano kama Urusi ni muuzaji mkubwa wa gesi Ulaya, wanasema Europe shall never survive without Russian gas. Kwa kitendo cha Urusi kwenda kumsaidia Iran kupambana na Israel, atakosa soko la gesi barani Ulaya. Maana unazungumza Ulaya ni timu Israel. Lakini China, yeye mwenyewe China ana mkataba wa kibiashara. Kitendo cha China kuingia labda kumsaidia Iran, hii inamaanisha kwamba China biashara zake zitakufa za duniani. Kwa hiyo hawataki kupoteza maslahi yao ya kiuchumi na kimkakati kwa sababu ya kumsaidia Iran. Ndio maana hali kama hiyo imeshindwa kufanyika Venezuela. Urusi na China wameshindwa kumsaidia Syria Bashar Hafidh al-Assad aliyofukuzwa na magaidi au wanamgambo wa Al-Qaeda na Islamic State walivyomtoa na nchi kupewa Hassan al-Sharaa. Safi sana. Nashukuru sana Lugete. Sofia, uliuliza swali moja zuri sana kwamba pengine tutegemee kipindi kifupi cha vita au kirefu. Au kirefu. Sasa hapa nafikiri Lugete ulikuwa unazungumzia athari za kidunia. Lakini kwa Mtanzania anaweza kafiri si wanapigana wao huko, lakini athari ni kubwa sana. Nilikuwa najaribu kuangalia nukuu za wasomi hapa. Kuna Profesa Haji Semboja, kuna Profesa Donald Olomi na kuna Profesa Humphrey Moshi. Tukianza na Profesa Humphrey Moshi, anasema kinachotokea Mashariki ya Kati ni fundisho kwamba hakuna kitu kizuri kama kuishi kwa amani na utulivu. Na hii ndio misingi mizuri ya uchumi na jamii kuendelea. Mwisho wa kunukuu. Alafu kuna nukuu ya Profesa Olomi. Yeye anasema Tanzania tunatakiwa kuona ni kitu gani kinatakiwa kwa muda mfupi na mrefu, hususan katika kuongeza uzalishaji. Mfano, tuharakishe kuimarisha zaidi miundombinu ya kusambaza gesi Nchi nzima kama nishati mbadala. Umeelewa? Kama nishati mbadala. Na hapa nilikuwa nazungumzia mafuta. Alafu Profesa Haji Semboja yeye anasema na hii itatupata kwa sababu unapokuwa umeagiza mafuta na kuna sehemu pakifungwa na uwezi kupata au kupita, ni lazima upate shida. Kwa hiyo tutegemee kwamba lazima gharama za maisha zitapanda. Ndio. Mwisho kunukuu. Umeelewa vizuri? Sasa tujikite hapa kwenye athari kwa Tanzania. Kwa Tanzania athari mojawapo tutakayoipata ambayo ni kubwa ni usalama wa nishati. Kupanda kwa bei ya mafuta. Na kwa haraka ni lazima serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ijikite kutafuta nishati mbadala ya mafuta, vyanzo mbadala vya mafuta, ikiwemo kusambaza gesi pamoja na kutumia umeme jadidifu. Wanajua wataalamu wa masuala ya nishati ya umeme. Lakini kingine ni taasisi za umma kupunguza matumizi ya mafuta. Itakumbuka mwaka 73 sikuwepo, baba yangu alikuwa ananihadithia, ilitokea vita kati ya Israeli na mataifa ya Kiarabu inaitwa Yom Kippur. Waarabu wakaapa kwa Mungu wao kwamba hawatauza mafuta dunia nzima, watakula tende na mikate. Dunia nzima ikakumbwa na mtikisiko wa ukosefu wa mafuta, global oil crisis. Nyerere aliwatangazia wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pale Karimjee, akawaambia watumishi wa serikali mpande treni, magari wekeni ndani, tuanze kufunga mkanda na kujibana. Kwa sababu sasa huko Mashariki ya Kati haijulikani vita itakwisha lini. Na uchumi wetu unategemea mafuta kutoka nje. Tumekuwa tukiagiza mafuta kwa kubadilishana na vyakula, wakati mwingine na rasilimali zingine. Kwa hiyo nadhani sasa serikali ipunguze matumizi ya mafuta. Tena muongea kitu kizuri sana. Kwa mfano kama mashirika ya umma sasa unakuta mkurugenzi ana gari, wakati mwingine mkurugenzi na katibu tawala pandeni gari moja, sio kila mtu kuwa na gari. Yaani umeongea kitu kizuri sana. Yaani kwanza, mfano wa kwanza wa kujibana uanzie kwenye taasisi za serikali. Za serikali kabla ya taasisi binafsi. Umeongea kitu kizuri, na kuna siku tulizungumza na Samu hapa, kama nafikiri na Sofia ulikuwepo. Kwamba kiongozi au viongozi wanakwenda kuzindua mradi fulani. Ndio. Maybe tuseme Mlandizi. Wanatoka ofisi moja ya wizara. Waziri, naibu waziri, katibu mkuu msaidizi, si wachukue kosta moja. Wote muongozana. Kwa nini? Kuna kitu gani ambacho kinawafanya muongozane na magari yote yale? Wakati mnaweza kutumia gari moja au mawili. Kwa nini msichukue tu kama mlivyozungumza kosta moja? Mkaingia wote. Mkatafuta pengine na gari moja kwa ajili ya kuwalinda usalama wenu. Ndio. Mkaenda eneo husika. Haya magari 6 ambayo yangeenda kule. Trip ya down tu Mlandizi hapa. Piga thamani yake. Na yakifika kule kwamba hayazimwi.
masaa matatu, masaa manne. Consumption yake unafikiri ukija kuibadilisha katika uhalisia wa gharama ni hela nyingi sana. Kwa hiyo ile mifano ikishaonyeshwa vile na viongozi wakuu wa serikali itakuja mpaka kuongeza familia, kwamba asubuhi mama anaondoka na gari, baba naye ana gari, watoto wawili na yeye kila mmoja na gari yake. Geti moja likifunguliwa zinatoka gari 5. Tayari hii tabia itaambukizwa kwenye level ya familia, kwamba inabidi tutumie gari moja. Kama familia mnamwacha mwenzoni kila mmoja afu mnawapik baadaye wote. Kwa sababu issue hii ni sensitive sana. Watu wanaichukulia kirahisi sana. Serikali ipunguze matumizi ya mafuta kwa magari ya maafisa wakubwa wa serikali, mfano uanzie juu. Lakini kitu kingine ni kwamba ni muhimu serikali kuzuia vibali vya kuuza mahindi na mchele nje ya nchi. Usalama wa chakula, yani food security kwa kipindi hiki mpaka kufika mwezi wa 7, kwa sababu nilikuwa nasoma tafiti, Tanzania ilijitosheleza kwa chakula kwa 128% baada ya Nigeria na Afrika Kusini. Lakini kwa hali tulionayo Kenya, kutoka kuna njaa kubwa, soko la mahindi na mchele Kenya litakuwa kubwa. Na sio Kenya tu, yani nchi zinazozunguka DRC hapa unategemea msosi kutoka hapo. Kwa sasa kama kwa sababu bei inapokuwa kubwa ndio wafanyabiashara wanaona tamaa ya kwenda kuuza nje wajipatie kikubwa. Kwa serikali ni lazima idhibiti uuzaji wa chakula nje ya nchi, kwa sababu gharama za maisha zitapanda. Kwa serikali idhibiti ili kuwepo na chakula, au ichukue jukumu la kununua yenyewe, kwa sababu tumeona serikali inachukua hatua kama ilivyochukua kipindi cha korosho. Ingawa hii pia ina changamoto zake kiuchumi. Na nafikiri pia kwenye hilo kuna angalizo kwamba tusipouza tutakuwa na akiba kubwa. Je, maghala tunayo ya kutosha? Ina maana kwamba hapo kuna mkakati maalum sasa inabidi uwekwe, kwamba ili sisi tusiuze, kwa sababu kumbuke kuna wakulima pia wanavuna. Tunakwenda kuhifadhi wapi hicho chakula ambacho hatukiuzi? Simeelewa vizuri? Kwa lazima tu invest pia kwenye maghala makubwa. Maghala makubwa ya kuhifadhia. Lakini hizo ni za kiuchumi. Lakini serikali pia lazima idhibiti biashara za magendo za uuzwaji wa mafuta. Kumekuwa kuna biashara ya magendo, mafuta yanatoka nchi mbalimbali yanafika Pemba, yanakuja kuuzwa huku kupitia bandari bubu. Ukienda Kunduchi, Mbweni, Bagamoyo, Mafia, Lindi, Mtwara na sehemu zingine Tanga. Kwa hiyo lazima serikali idhibiti biashara ya magendo ya mafuta ya kula, mafuta ya petroli, diesel, idhibiti biashara ya magendo. Ikishadhibiti biashara ya magendo, upatikanaji huo wa uhakika kuliko biashara za magendo hizi ni balaa tu. Kipindi cha Oktoba 29 mpaka 30 sheli nyingi zilikuwa zimefungwa. Tulishuhudia mtu mmoja anauza lita moja mafuta shilingi 10,000 kwake, biashara za magendo. Na hakuna kitu kinachoathiri uchumi wa nchi kama uwepo wa mianya ya biashara haramu za magendo. Kwa sababu ile chain inaharibika, watu wana cripple, they always cripple the chain of supply ili kujinufaisha. Na kuna taarifa moja nilisoma katika moja ya magazeti ya siku ya leo, nikasema this is very positive na imekuja kwa wakati. Leo Mheshimiwa Rais anazindua matangi 11 ya kuhifadhi mafuta. Sasa tukiwa na hifadhi namna hii ya kujitosheleza, yani nasema kwa mfano katika miji mikubwa au kwenye kanda, kwamba tunakuwa na matangi kanda ya pwani, kanda ya magharibi, tunakuwa na akiba yetu, kwamba inapotokea tatizo kama hili hapa, mtikisiko unakuwa sio mkubwa sana, kwa sababu umezungumza kitu cha kubana matumizi kwa serikali mafuta. Hivi kuanzia wiki ijayo tukisema hakuna meli za mafuta zinazoingia, tunafanya kama hatuna akiba, hatari sana, ni shida kupiga kwa mguu. Lakini kitu kingine wanapiga hii samani, bajeti ijayo ya 2026 2027 serikali ya Jamhuri ya Muungano ni lazima itafute mbinu ya kuagiza mafuta ya mwaka mzima. Tumekuwa tukiagiza mafuta ya miezi mitatu, miezi mitano, ndio hicho ninachokizungumza. Kwa hiyo tukiagiza mafuta ya mwaka mzima, tuna uwezo wa kucontrol bei ya mafuta kwa mwaka, na hayo kama taifa yatakuwa ni mafanikio makubwa sana. Tuagize mafuta ya mwaka mzima, ambapo tuna uwezo wa kudhibiti bei ya mafuta throughout a year. Kama bei inapanda, itofautiane kati ya Kigoma na Dar es Salaam, itofautiane shilingi 150 au shilingi 200 kutokana na gharama za kusafirisha. Sahihi kabisa. Kwa hiyo tuweze kuagiza, bajeti ijayo tujipange, tuagize mafuta ya mwaka mzima ili tuzuie hii inaitwa economic panic, kwa sababu kuna watu wakiona hizi rapsha za kimataifa wanajinufaisha hapo hapo. Watu wanapanga vitu vyao. Lakini kingine tuchukue tahadhari za kiusalama na kiintelijensia. Tunajua mwaka 98 ubalozi wa Marekani ulilipuliwa na watu ambao hawana nia mbaya, walitoka huko wakaingia ndani, wakaenda kwa yule bwana Limo kununua gesi, kumbe wakawa wanatengeneza vilipuzi, wakalipua. Kwa hiyo ni muhimu vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kuongeza ulinzi kwa ubalozi wa Marekani hapa,
balozi wa Israeli na balozi mbalimbali za Umoja wa Ulaya ili kuzuia nchi yetu kutumika kama sehemu ya kulipia kisasi. Yaani the proxy war. Kwa maana kwamba labda kuna watu wameumia na kile kinachoendelea Mashariki ya Kati, labda wameona ulinzi labda ume lose, wanataka kulipua ubalozi wa Marekani. Hali kama hiyo imetokea Pakistan. Waandamanaji wafuasi wa itikadi wa Ayatollah Khamenei kutoka Pakistan walienda ubalozi wa Marekani Pakistani, mji wa Karachi, wakataka kulipua. Polisi wametumia nguvu kubwa mpaka watu zaidi ya 14 wamekufa kuwaondoa pale. Kwa hiyo na sisi ni muhimu kuchukua tahadhari kwenye hizi balozi ili kulinda sera ya mambo ya nje na taswira ya Tanzania kitaifa na kimataifa. Lakini kingine ni lazima tuongeze ulinzi kwenye viwanja vya ndege na mipakani ili kuzuia watu wanaoingia ambao bila kutumia vibali maalum. Okay. Lakini pia tuchukue tahadhari ya kidiplomasia. Sera yetu ya mambo ya nje msingi wake ni sera ya kutofungamana na upande wowote. Tuepuke matamko ya mara kwa mara kama taifa ambayo yanaweza yakatutafsiri tuko upande gani. Okay. Sisi Tanzania tuna urafiki na Marekani, tuna urafiki na Irani, tuna urafiki na Israel na mataifa yote ya Mashariki ya Kati. Tuna ubalozi nayo na tunafanya nayo biashara. Sisi hatufungamani na upande wote. Lengo letu ni kutaka watu wakae chini, wapatane ili shughuli za kijamii, za kiuchumi na za kimkakati ziweze kuendelea. Kwa hiyo tuepuke mtego wa kuonekana kwamba tuko upande gani. Lakini kama taifa tunapaswa kuhimiza wapatane, amani na mshikamano. Sawa sawa. Musa, tafadhali turudi kidogo kwenye mambo ya supply chain ambapo tuangalie bima na usalama wa bahari. Tumezungumzia sana masuala ya mafuta hapa, tukazungumzia pia masuala ya chakula, lakini hebu tuangalie kwa mfano gharama za bima kwa maana ya risk ya war risk insurance zikipanda mpaka pengine kufikia 500%. Nini kitatokea kwenye bei za bidhaa zetu za kawaida? Kwa mfano kama nguo, tukaangalia vifaa vya ujenzi na mitambo mingine. Nini ambacho kinaweza kikatokea? Vitapanda kwa sababu kama sasa hivi gharama za kama yule mlango bahari wa Strait of Hormuz umefungwa, itabidi wapitie Afrika Kusini huko. Ni njia ndefu sana. Kwa hiyo sasa hapa kila kitu kinachotoka nje ya nchi kitapanda. Na wasiwasi wangu mimi ni mbolea, vifaa vya ujenzi, na vifaa vingine vyote tunavyoagiza kutoka nje. Vitu muhimu tunavyoviagiza kutoka nje vyote vitapanda kwa sababu hata meli zenyewe zitatoza gharama kubwa kuleta mzigo. Kwa hiyo hali itakuwa lakini pia inaweza ikatokea hata uharamia. Kwa sababu njia ile ni ya mbali. Unaweza kutokea uharamia wa bahari. Watu ikaanza shughuli ya miaka 90 ile ya Somalia kipindi kile cha Mohamed Siad Barre na Mohamed Fal Adid. Utaratibu watu kuanza kuteka meli na uharamia wa bahari. Ni jambo ambalo hatuombi litokee. Ndio maana nasema ni muhimu Irani akajaribu kukubali kwa sababu nimeona Marekani na Israel wenyewe wako tayari kukaa meza moja na Irani. Ili mali Irani yakubali ili hali irudi kama kawaida. Hata mataifa ya Mashariki ya Kati ambayo hayana diplomasia nzuri na Irani, ambayo yamekubali Marekani kuweka military base, Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Bahrain, Kuwait, Qatar na Oman na nchi zote zinamuomba Irani yakubali kukaa chini ya ishi. Okay. Kwa sababu na wenyewe pia wanapata madhara makubwa kwa sababu wana kambi za jeshi za Marekani wamelipuliwa. Irani amerusha makombola balaa tupu kila sehemu, kila ambapo Marekani ameweka kambi ya jeshi Irani ameshambulia, amezishambulia nchi zaidi ya 7 majirani zake. Hajaangalia kigezo cha dini, kigezo cha kihistoria, kigezo cha kijiografia na kigezo cha kimkakati. Sio kama umeelewa ndugu yangu pige. Anarusha tu makombola ya masafa ballistic missile. Okay, tunaangalia Marekani inatumia dola. Je, huu ni mwanzo na mwisho wa petrodola kwa maana ya kwamba pengine nchi nyingine kama India, Urusi na China watalazimika kutengeneza mfumo mbadala kwa maana ya malipo ya nje ya dola ya Marekani ili kuendeleza kufanya ile nishati ya kununua nishati ya Irani na masuala mengineyo? Hiyo ndo kama kuna jambo ambalo Marekani analikataa ni mataifa yote duniani kutoka kwenye mfumo wa kununua vitu kwa dola. Kwa sababu tuanze na Venezuela. Mwaka 2023 Venezuela ilisaini mkataba na China kwamba unajua Venezuela ni nchi ya kwanza kuwa na reserve kubwa ya mafuta duniani. Ni Venezuela, inakuja Saudi Arabia, inakuja Iran, nchi zenye reserve kubwa, mapipa zaidi ya bilioni 100 chini reserve. Kwa Venezuela aliingia mkataba kwa sababu diplomasia ya Venezuela na Marekani haikuwa vizuri tangu kipindi cha kina Hugo Chavez yule mwaka 99 walivyotaifisha makampuni wakawafukuza Marekani na Waingereza. Kwa hiyo Venezuela aliingia mkataba na China kwamba atauza mafuta yake kwa sarafu ya China. Kila China akichukua mafuta kutoka Venezuela, Marekani anateka meli. Na Venezuela uongozi umebadilishwa, Maduro ameenda kuchukuliwa kinyume na sheria za kimataifa, lakini
Marekani hawezi kukubali watu waache kutumia dola, watumie sarafu nyingine kama rubo ya Urusi pamoja na yuan ya China. Lakini the same Nigeria alikuwa ameingia mkataba na China kununua mafuta kwa dola. Nigeria nayo amewekewa vikwazo na Marekani. Sasa hivi Nigeria ameacha hiyo biashara. Syria alikuwa ameingia mkataba na Urusi kumuuzia mafuta. Nao Syria uongozi umeanguka. Kwa hiyo moja kati ya sera ya mambo ya nje ya Marekani ni kulinda, yani ni dollar imperialism. Okay. Kulinda sarafu ya Marekani kwa gharama yoyote, kwa sababu Marekani watu wakiondoka kutumia mfumo wa dola wakahama pale, tayari sifa yake na ukuu wake kiuchumi utarudi nyuma. Ndio maana anapigana kwa hali na mali kuhakikisha kwamba manunuzi ya kimataifa yafanyike kwa dola ili kulinda hadhi ya uchumi wake. Ingawa baadhi ya wanauchumi walishauri kwamba mfumo wa ununuaji wa mafuta na biashara za kimataifa turudi kama tulivyokuwa zamani kabla ya mwaka 73 ndio ilianza petrodola, baada ya Marekani kusainisha mkataba na nchi za Kiarabu, petrodollar agreement, kipindi cha Henry Kissinger na rais. Kwa hiyo kitu kinachotokea kufanyika hapa, turudi kwenye utaratibu wa kubadilishana dhahabu. Kama sisi hapa tuna akiba ya dhahabu, benki kuu na kusanya dhahabu. Tukikusanya kiwango fulani cha dhahabu, tutafute nchi yoyote ya Kiarabu tubadilishane dhahabu na mafuta. Kama zamani kipindi cha Mwalimu Nyerere tulikuwa tukilima mazao yetu tunakwenda tunabadilishana mafuta. Ilikuwa sio issue kubwa ya kufanya biashara za kimataifa. Kwa hiyo sasa hivi hata tukikosa dola tunalazimika kutafuta dola kutoka kwa Marekani. Kwa hiyo biashara zote tunazozifanya ni lazima tumnufaishe Marekani. China yenyewe fedha yake haipo kwenye mzunguko wa biashara ya dunia kwa sababu yeye mwenyewe amebanwa na Marekani. Fedha ya China haina thamani. Yeye mwenyewe China analazimika kutafuta dola ili kufanya biashara mataifa mbalimbali duniani. Kwa hiyo Marekani anailinda dola kama anavyolinda uhai wake. Kweli. Nilikuwa najaribu kuangalia namna ambavyo nishati mbadala inaweza ikatusaidia kupunguza kidogo maumivu. Na tumeona, nafikiri Mheshimiwa Waziri Mkuu alikuwa anazungumza kuhusiana na uharakishwaji wa kusambaza gesi kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na matumizi mengineyo. Tumeona sasa hivi kuna baadhi ya magari wanajaza gesi, wanatumia gesi, kuna bajaji, kuna vitu kama hivyo. Na nilikuwa nataka tuzungumzie tu namna gani pengine serikali inaweza kaangalia mikataba ambayo bado iko kwenye makabrasha haijasainiwa. Tumesikia ile project ya Lindi. Inaitwa Lindi Natural Gas, mradi wenye thamani ya dola bilioni 42. Lakini mpaka sasa hivi inazungumzwa iko kwenye pipeline, hizi vitu gani. Sasa pengine kuna urasimu fulani katika kusaini mikataba pengine na makampuni au nchi ambazo zimeendelea katika masuala ya gesi asilia. Pengine nini natakiwa kifanywe hapo? Ni kubadilisha sera? Yani sioni kama vitu hivi vinakwenda na wananchi wanaelewa, angalau wao na hope. Hii issue sio sera. Mimi sio mtaalamu sana masuala ya gesi na mikataba, lakini unajua hii gesi ni biashara hatari duniani. Unajua Qatar ndio moja kati ya nchi zinazouza gesi kutoka Mashariki ya Kati. Na yeye bomba lake la gesi limefungwa kwenda nchi zingine kwa sababu ya Irani kurusha makombora. Inavyoonekana ni kwamba biashara ya gesi ni biashara hatari sana kiusalama. Tangu nchi ipate uhuru hatujawahi kuwa na mradi wa dola bilioni 42 umeenda mkoa mmoja. Yaani mradi wa LNG, Lindi Natural Gas, wenye thamani ya dola bilioni 42. Tangu 2015 tuna negotiate mpaka leo 2021 na hatujafikia conclusion ya 100% kwa sababu sio mradi ambao tunaweza tukaufinance sisi wenyewe. Lazima tutafute partners. Na partner haiwezi kuwa private companies. Ni hatari mradi kama ule mkubwa kuwapa private companies. Ni lazima iwe state companies ambao wana uzoefu mkubwa. Ndio maana we have been negotiating for a couple of more than 11 years tuna discuss mradi huo. Ni kwa sababu ni mradi ambao ni hatari kiusalama. Kwa hiyo tupo kwenye mchakato lakini utafika mwisho. Ni kwa sababu ule mradi wa Lindi una uwezo wa kusambaza nishati kwa mikoa 14 Tanzania. Na kama serikali ikishusha kodi, ni lazima gesi iwe bei nafuu ili kuhama kutoka kutegemea mafuta ambayo tunayaagiza kutoka nje ya nchi. Kwa hiyo ni mradi ambao una changamoto za kiusalama, changamoto za kiuchumi na mijadala mbalimbali na apewe nani, aachwe nani. Kwa sababu ule mradi wa LNG tangu 2015 kuna watu walikuwa wanagombania. Urusi alikuwemo, Sweden, Marekani, watu. Sasa unaangalia kuna mtu ukisema uwekeze naye unaweza kupata changamoto za kiusalama baadaye. Siku hizi ugaidi imekuwa biashara. Utakumbuka mradi kama ule wa gesi huko Msumbiji. Walivyowapa kampuni fulani sitaki kuhitaji kutoka nje, wakajibuka magaidi wale Cabo Delgado ambao walikuja gadi Mtwara wakaenda kule. Mpaka leo ule mradi unasumbua Msumbiji kwa sababu magaidi wako pale. Kwa sababu kuna nchi unaweza kaipa kuwekeza ule mradi, nchi nyingine ikakasirika ikaanzisha ugaidi kwenye eneo lako.
unaitwa ugaidi wa kimkakati, strategic terrorism, ili kuweza kuharibu mfumo wa uzalishaji pale, ili usalama usiwepo. Kwa hiyo ili uendelee kuwa tegemezi kwa kule. Kwa hiyo lakini pia dunia ipo kwenye mvutano wa mataifa wa bloko 4. Urusi anataka kuwekeza, China anataka kuwekeza, Marekani na nchi mbalimbali za Umoja wa Ulaya. Kwa hiyo ni lazima diplomasia yenu iwe vizuri kwenye kuchagua partner, ili mwingine asikasirike. Au mnawekea mtego kwamba tutawauzia hisa, kila mmoja awekeze kwa asilimia ngapi ngapi, nyote mje, ili kuweza kuzuia kuna nini. Nafikiri tumeenda vizuri. Natamani kumuuliza pia Musa kwamba usalama wa nchi sasa za Afrika tunautazama kwa jicho gani, na pengine viongozi wa Afrika wanapaswa kufanya nini kutokana na vita hii ambayo inaendelea? Kwanza, viongozi wa Afrika ni muhimu kuepuka kuwa upande fulani, kwa sababu ni hatari. Ndio maana tunashauri sera ya kutofungana na upande wote, lakini kuchukua tahadhari za kiusalama kwa maeneo mbalimbali, kwa sababu nchi nyingi zina mabalozi. Lakini kitu kingine ni kutumia ulinzi wa pamoja wa mfano East African Community, kushare taarifa, SADC na jumuiya zingine za kikanda. Lakini kingine ni kuongeza umoja na mshikamano. Kabla Irani haijafikia ilivyofika sasa hivi, yalianza maandamano ya kupinga serikali. Na mataifa makubwa yanapotaka kuyavamia mataifa madogo, kwanza wanaanza kuyadestabilize. Nyie kama mmekuwa pamoja, wanaanza kuwadhoofisha nyie kwa nyie, ili wakija wapate watu wa kuwaunga mkono. Ndani ya Irani kuna watu wanaunga mkono kile kinachotokea, na kuna watu hawaungi mkono. Kwa hiyo ni muhimu kwa mataifa ya Kiafrika, sasa Tanzania, kuwekeza zaidi kwenye umoja na mshikamano wa kitaifa. Taifa linapokuwa limeshikamana, watu wanapokuwa wana uzalendo, serikali inapokuwa imewekeza kwenye uwazi, utawala bora, uwajibikaji na mifumo ya utoaji wa haki, taifa likiwa pamoja limeshikamana, hakuna adui wa nje anaweza akaja kulivuruga. Ndio maana unavyoona Korea Kaskazini watu wameshikamana kwa uzalendo. Ndio maana ni ngumu kuwavuruga. Japokuwa kuna mambo mengine tena, lakini ni muhimu tukawekeza kwenye umoja na mshikamano. Sawa sawa. Kwa sababu kuna Watanzania, ukiangalia kwenye internet warfare, vita ya mtandao wa kijamii, social media propaganda, kuna Watanzania ni timu Israeli, kuna Watanzania ni timu Irani, kuna Watanzania ni timu Marekani, kuna Watanzania ni timu Urusi, kuna Watanzania ni timu China, kuna Watanzania ni timu Uingereza, timu Ufaransa. Yaani unakuta kabisa mtu anatoka jasho anamtukana mtu mtandaoni kwa vita inayotokea Irani. Basi kujua madhara yake kwa ukubwa. Kabisa. Sasa apigwe, mwingine anasema apigwe huyo, apigwe. Tena wengine Hajui watu athari maarufu zinazokuja. hawajui athari zao, wanawaambukiza watu wengine wangapi wamewafuatia. Mtu una followers milioni 7, una followers milioni 3, una followers milioni 2, una blue tick. Lakini unaandika vitu vya kijinga ambavyo hujui athari kwa nchi yako ikoje. Kweli, kweli. Sisi kama taifa hatufungamani na upande wote, tunaomba wakae chini, wapatane, sheria zifuatwe, kila mmoja aheshimu mipaka ya mwenzake, maisha yaendelee. Kabisa. Nadhani la msingi sana ameongea Musa hapo kwamba huu ushabiki ambao pia watu wanao katika mitandao mbalimbali ya kijamii unapaswa kuangaliwa kwa jicho lingine, kwa sababu usikurupuke tu kwamba fulani kwa sababu ana makombora mazuri sana anampigia mwenzie, wewe ukashangilia bila kujua kesho yako wewe utakapoamka asubuhi hali itakuwa vipi, kwa sababu hujui yale ambayo yanatokea huko yatakuathiri moja kwa moja kwa namna gani. Kwa hivyo mitandao ya kijamii pia tusifurahie hivyo, tujaribu kuwa na limitation ya vitu ambavyo tunavifanya. Musa, nikushukuru sana. Pengine kama una ujumbe wowote unataka kuzungumza lolote kabla tujaagana hapa studio? Mimi nasema hatuna taifa lingine la kujivunia zaidi ya Tanzania. Na hatuna taifa lingine la kulipigania zaidi ya Tanzania. Sisi kama Watanzania tunaweza kutofautiana kisiasa, kiuchumi, kijamii na kiitikadi. Tutumie tofauti zetu kwa mawazo chanya na kulijenga taifa letu. Na kama tunakosoa, tukosoe kitaaluma na kitaalamu na kuandika mapendekezo nini kifanyike kwa mustakabali wa taifa letu. Tutapokuwa tumelinda taifa letu kupitia misingi ya amani, uzalendo, umoja na mshikamano, tunalinda ndoto za taifa letu, vizazi vya sasa na vijavyo. Miaka 50 ijayo, wajukuu zetu na watoto zetu watatuuliza, kwa nini Tanzania mliipeleka sehemu ambapo sio? Kwa nini tumeikuta Tanzania isiyoeleweka? Sawa sawa. Tutumie tofauti zetu kwa ajili ya mawazo chanya na fikra za kujenga taifa letu. Hakuna yeyote atakayenufaika kama Tanzania ikiingia kwenye machafuko. Kama kuna mtu anaamini atanufaika tukiingia kwenye machafuko, huyo mtu anatupotosha na tumwambie unatupotosha. Ila tumeona amani inatusaidia wote. Inanisaidia mimi mchambuzi, inakusaidia wewe mtangazaji,
Inamsaidia shehe, inamsaidia mchungaji, Kabisa. inamsaidia mfanyabiashara, inamsaidia mganga wa jadi, hata mchawi amani inamsaidia. Kweli. Kweli. Nafikiri umemaliza. Inatosha. Asante sana Musa kwa uchambuzi wako huo. Inamnufaisha ili aweze kupita kwenye anga yake kama anavyopita bwana Ungo, apite vizuri au sio? Kabisa. Ipiana Justus anasema Wailomba Mbeya 360 mko vizuri sana kuhusu vita ya Irani, ni njama hizo ambazo zinafanyika na ni vita ya kiuchumi. Serikali yetu jifunze jambo kwa kuwa na akiba ya mafuta ya muda mrefu. Ila nimekuja kulisema Musa, ndio kasema kwamba katika bajeti ijayo at least basi tuwe na uwezo wa kuwa na reserve ya mafuta ya mwaka mzima ambayo itatusaidia sisi. Asante sana kuendelea kutufuatilia Clouds 360. Omar Daba anasema PJs, sheria kali za nyara za serikali tayari zimeshawekwa tayari, kwani yale mapembe ya ndovu yaliyohifadhiwa kutokana na maharamia anasema yasitafutiwe soko ili kupunguza makali ya maisha. Ndivyo anavyouliza yeye, lakini hizo zina taratibu zake ndugu yangu, hataki kuzingilia. Na kama unavyojua leo ni siku ya wanyamapori duniani leo ni siku ya wanyamapori duniani, na siku hii ni muhimu sana ambayo iliwekwa kwa ajili ya kuendelea kuhifadhi masuala mazima ya mazingira na kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda vizuri katika nyanja hiyo ama katika sekta hiyo. Kwa hivyo tarehe 3 Machi ni tarehe ya kawaida kwenye kalenda na ni siku ya ukombozi wa mazingira kwa maana ya siku ya wanyamapori duniani, nasema World Wildlife Day, na Umoja wa Mataifa ulitenga tarehe 3 Machi kuwa siku ya kusherekea na kutoa elimu kuhusiana na wanyamapori pamoja na mimea. Lengo ni kuhamasisha utunzaji wa viumbe hai na kupiga vita ujangili. Na mwaka 2026, yani mwaka huu, siku ya wanyamapori duniani inaongozwa na kauli mbiu inayosema mimea ya dawa na manukato, kuhifadhi afya, urithi na maisha, kwa maana ya medical and aromatic plants conserving healthy heritage and livestockhood, ndivyo ambavyo tunaambiwa. Sasa kwa nini siku hii ni muhimu kwa Watanzania? Ni muhimu sana kwa sababu Tanzania ni moja ya nchi yenye utajiri mkubwa sana wa wanyamapori pamoja na mimea duniani, na inatumika vizuri tu kwa baadhi ya watu. Sasa kupiga vita ujangili kunatukumbusha umuhimu wa kulinda tembo, faru na viumbe wengine dhidi ya wale wawindaji haramu Lakini pia kukuza utalii. Wanyamapori ni uti wa mgongo kwa sekta ya utalii hapa nchini Tanzania, ambayo inachangia kuwa sehemu kubwa ya fedha za kigeni ambayo inatusaidia sana. Lakini pia ni tukio pekee la mwaka 2026 nchi ya Tanzania, ndege aina ya mbuni PJ ametangazwa kuwa ni ndege wa mwaka 2026 kwa maana ya Bird of the Year kuelekea maadhimisho ambayo yanafanyika leo kule Arusha na anachukua nafasi ya kwezi maridadi ambaye anaitwa Super Starling ambaye alikuwa mshindi kwa mwaka uliopita kwa maana ya mwaka jana. Kwa hivyo pia siku hii ya leo ni siku pia ambayo ilitangazwa na Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika kwa mradhi AU, na ulitenga tarehe hii ya Machi kwa mwanamama yule alikuwa mazingira Kenya, Martha Wangai. Kwa ambayo ilitengwa siku hii pia kwa ajili ya kuendelea kumwenzi Profesa Wangari Maathai wa Kenya, mwanamke wa kwanza Mwafrika kushinda tuzo ya amani ya Nobel kutokana na harakati zake za kupanda miti na kulinda mazingira. Kwa hivyo ni hayo tu katika historia. Tunaendelea na masuala mengineyo mengi tu hapa. Wakati tunarudi hapa na Malkia wa Nguvu Lilian Masuka aweze kutuambia pia na yeye msimu mpya una nini na mambo kama hayo. Labda nimuulize tu ndugu yangu Musa kabla waniondoka. Nadhani mwanamke anaitwa Malkia wa Nguvu anapaswa kuwa na vigezo gani? Malkia wa Nguvu umenishtukiza, lakini Malkia wa Nguvu ni mwanamke ambaye anapaswa kujitambua kifikra na kuwa na uwezo wa kupigania fursa mbalimbali za kiuchumi na kijamii. Asiwe muoga wa fursa. Wanasema wazungu, she must be optimistic. Awe na fikra chana za kuchangamkia fursa za kisiasa, fursa za kijamii, fursa za kiuchumi. Malkia wa Nguvu ni lazima awe na uwezo wa kuilinda familia yake ikiwemo mume, mke na watoto. Malkia wa Nguvu ni lazima awe na uwezo wa kuwasaidia wanawake wenzake kama ana fursa za kujitambua kiuchumi. Hilo naweza nikasema japokuwa nimeshtukizwa. Asante sana. Uko vizuri Musa. Kila laheri. Basi wakati mwingine tutaendelea kuzungumza kuhusiana na masuala yanayoendelea, tuone kama ni ya muda mrefu au mfupi, lakini naamini hapa kati kuna mambo ambayo tutaka tujadili tena. Kwa hivyo karibu sana. Asante sana. Mtazamaji, basi sio mwingine ni Musa Lugete, mchambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa. Tumezungumza naye kwa ufupi, si kwa urefu sana, lakini madini yake aliyotupa hapa kwa siku ya leo hakika yamenyooka, na sisi tunaendelea kunyoosha katika masuala hayo ya changamoto za kivita, ama tunasema ni shubiri ya vita ambayo inafanyika
yanafanyika huko Iran, ambayo na majibu pia yanapelekwa Marekani, lakini pia Israel, ambayo anaendelea kuleta athari kubwa si tu kwa mataifa hayo, lakini pia dunia kwa ujumla. Kwa hivyo tuendelee kuwa pamoja kufuatilia kile kinachoendelea, na mengine atakayoibuka basi tutazungumza na Musa, kama alivyosema ni Musa Lugete. Kwa sasa Lilian Masuka yuko mbioni kuja hapa kuzungumza nasi. Una lolote? Kuna issue moja hapa wakati tunazungumzia kuhusiana na lile bomu la bodaboda. Sasa kuna mdau hapa nikasema nisije nikasahau. Anasema tatizo ni siasa. Tulikuwa tunazungumzia wale madereva wa bodaboda ambao hawafuati sheria za barabarani. Anasema tatizo ni siasa. VETA mtawala pikipiki ni dhaifu sana. Ndio. Anavyosema huwezi jifunza rider course kwa wiki 2. Wanambulia t-shirt na kuitwa afisa usafirishaji. Hivi aliyesoma VETA hasimami kwenye mataa na zebra? Kujifunza pikipiki ni rahisi kuliko kujifunza wizi. Okay. Mdau kaandika hiyo. Mdau katuma ujumbe. Na message za wadau hapa ni nyingi, lakini naomba nitazisoma baadaye kidogo wakati tukiwa na Lilian Masuka. Sawa. Kwa hivyo kwa sasa zaidi nipongeze kwa mchambuzi ambaye zimeshuka hapa, na wengi wanasema sasa inabidi tumpetie kitengo cha kazi serikalini. Wanamwambia Musa hivyo. Kwa hivyo haya, pokea pongezi zako, maua yako haya. Ni vizuri kuweza kuyapokea vizuri. Basi asante kwako Ezra Kaya.